watawa wote, wanaukwakata wote wa Jimbo Kuu la Dodoma, wanahabari na wengine wote ambao tuko hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku yetu muhimu na ya pekee ambayo tumeitika kuja kukaa pamoja kama wanakwaya wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Tumekuja kusalimiana, tumekuja kugawiana uzoefu, tumekuja kuangalia safari yetu ya mwaka mmoja tangu tulipokutana mwaka jana kipindi kama hiki mpaka sasa. Tumefanikiwa kwa kiasi gani kupiga hatua, au tumerudi nyuma kwa kiasi gani, au tumedumaa, katika maana ya kwamba hatujaenda mbele wala hatujarudi nyuma, tuko pale pale. Kwa hiyo ni siku ya muhimu sana, ni siku ambayo tunapaswa sisi kujipongeza sana, maana ndio siku yetu moja hii inayotuweka hivi kwa jimbo zima na kwa wakati huu. Hongereni sana. Kanisa limejengwa katika misingi ya imani ambayo haitetereki, na ni katika hilo tumesikia hata hapa kwenye Injili mwishoni kabisa anasema, je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani yeyote duniani? Labda mimi ningesema pamoja na hivyo limeulizwa kwa ujumla, mtu unaweza ukachukulia kirahisi, lakini swali hilo likikuuliza wewe binafsi, atakapokuja Mwana wa Adamu leo atakukuta una imani? Atakapokuja leo atakuta ninyi wanakwaya mna imani? Na imani ni lazima itafsiriwe au ielezeke, sio tu kwa kuikiri kwa midomo, lakini pia kwa matendo yetu. Matendo yangu ninayoyafanya yanakiri kuwa mimi na imani? Matendo yako unayoyafanya yanakukiri na wengine wakiona wanajua kuwa kweli wewe una imani? Jambo la msingi sana. Ninyi mmechagua kumtumikia Mungu katika eneo hili muhimu, eneo la kuongeza, la kuinjilisha kwenye swala la imani. Tunapofanya mambo yetu vizuri, basi watu wanapata imani, wanapokea imani, wanaishi imani. Na ndio maana katika matukio makubwa kabisa ya imani, ninyi kundi lenu huwa mpo mkiendelea kutimiza wajibu wenu wa msingi. Kila tunapofanya misa takatifu, sadaka kubwa kuliko zote kabisa, ninyi mpo. Kila tunaposhiriki kwa utoaji wa masakramenti mbalimbali, ninyi mpo mkishiriki kwa namna ya pekee katika sehemu hiyo ya uimbaji. Kwa kanisa linawategemea. Kanisa linaona wazi kuwa ninyi ni kiungo muhimu na ni watu wa pekee sana ambao mnashirikiana na waamini wengine, lakini pamoja na wakleri katika kuitangaza imani na kuiishi imani katika maisha yetu. Tutambue basi wajibu wetu wa msingi huo, kuwa tunapaswa kuhubiri hiyo Injili, au kwa kuimba au kwa kufanya jambo lolote, lakini iwe kwa maneno na kwa matendo. Kwa sababu hiyo, kwa sababu tunajua thamani yenu, umuhimu wenu katika kanisa
na katika eneo hilo la uinjilishaji. Ndio maana mara nyingi tumeendelea kuwaomba na kuwasisitiza kujitahidi kufuata mfano wa Mtakatifu Cecilia, somo wenu waimbaji, ambaye yeye pamoja na kuwa alikuwa na ubikira wa aina zote mbili, sisi tuige ubikira wa kiroho, tuwe wote mabikira wa kiroho. Kwa mabikira wa kiroho manake ni kutokujiingiza katika sababu zozote zile za kutenda dhambi. Tunapotenda dhambi tunaharibu hiyo, tunakaa mbali, tunaishi mbali na Mungu. Na tunatambua wazi kuwa katika changamoto mbalimbali na tunapokimbizana na maisha ya ulimwengu huu, hapa na pale tunakoseana, au tunamkosea Mungu, au unajikosea mwenyewe. Na hivi unapoona kuwa kuna jambo kama hilo, rudi mapema, muombe Mungu huruma, toba na msamaha, ili uendelee kurudisha ile hali ya asili na kukaa karibu na Mungu. Sababu hiyo tuendelee tena kukumbushia na kuhimiza umuhimu wa ninyi nyote kushiriki masakramenti katika kanisa. Baadhi yenu hamshiriki masakramenti. Tunawapongeza kwa sehemu kubwa sana, na hata leo mmeitikia mwaliko wa viongozi wenu kuvaa sare hii ya wanakwaya. Hongereni. Na hata wale walioshindwa kupata hiki kitenge lakini wakavaa sare yao, yani hiyo nyeupe na nyeusi, hongereni na ninyi pia. Ila tukiendelea kuwaomba mfanane pamoja na wengine. Na wale ambao hata nyeupe na nyeusi hamkuipata, hongereni pia, kwa sababu mmekuja, mmeona kuwa hamwezi kupoteza siku adimu hii kwa sababu ya kukosa sare hiyo. Lakini oneni jinsi ambavyo kanisa linavyopendeza na kuvutia watu wanapokuwa katika sare ya namna moja. Hiko ni kitambulisho cha muhimu kweli kwenu. Kitambulisho hiki ni cha nje, lakini sasa tungehitaji kitambulisho cha ndani. Tuwe na sare hizi ndani ya mioyo yetu. Na sare ndani ya mioyo yetu ni kutoa makando yote na kushiriki masakramenti. Tujitahidi sana. Katika eneo hilo bado tunakwama sana sisi vijana. Sisi wanakwaya tunakwama kweli. Na tunasema mara nyingi, lakini bado naona tunashindwa kufikia muafaka. Nafika hatua tunauliza kuwa ninyi mtusaidie, mtupe majibu. Hivi tufanye nini ili ninyi mpokee masakramenti, wale ambao hawajapokea, hawashiriki masakramenti katika kanisa? Tambueni kuwa ni vibaya, inakwaza na inaliumiza kanisa. Kila mwanakwaya ambaye hashiriki masakramenti analijeruhi kanisa, analiharibu kanisa, analichana kanisa kwa mfano wako mbaya. Unakuja kuimba kwa mfano wako mzuri, katika hali hiyo ya sauti yako aliyokupa Mungu, lakini mtindo wa maisha yako ni mfano mbaya unaolirudisha nyuma kanisa. Wewe unataka tukufanyie nini ili uweze kushiriki katika masakramenti ndani ya kanisa?
Kumbuka kuwa Cecilia alikuwa bikira, na mimi nazungumzia habari ya ubikira wa kiroho hapa. Tujitahidi kuufuata na kuishi ubikira huo. Kwa ni mwaliko wangu kwenu, hasa kwa wale ambao bado wako mbali, wafanye hivyo. Mifano mingi inatolewa. Unawaimbia wenzako waje altareni kwenye kukomunika, wewe umebaki tu wanakuruka. Wamekuruka wiki ya kwanza, wamekuruka mwezi, miwili, miaka, wewe unarukwa tu. Wewe kwa nini urukwe? Kwa hiyo mimi naomba hilo eneo pia jamani tuliangalie na tusaidiane. Viongozi mnao, tusaidiane, tujue sababu ni nini, tuwasaidie wenzetu warudi wawe pamoja na sisi. Wakati wa taratibu au sheria kali sana hapo nyuma kidogo, tungeweza kufika hatua tukawaambia basi msifanye hivyo, msiimbe mpaka mrekebishe mambo yenu. Lakini tusilazimike kwenda huko. Kwanza tutoe muda. Huu mwaka ulikuwa mtakatifu wa kurudi. Tunashukuru wapo waliorudi, si kwamba wote hawakusikia, wapo waliorudi, lakini tuone umuhimu na thamani ya kurudi zaidi katika jambo hilo. La pili ambalo ningependa kuwakumbusha na kuwasisitiza ni mjitambue nyewe wanakwaya ni wakina nani katika swala la liturujia. Tambueni wazi kuwa tunapokuwa katika maadhimisho ya kiliturujia, kama ni misa takatifu, watu wote mtapaswa kumwangalia yule anayeongoza liturujia hiyo, yaani padri. Wakati mwingine padri anaonyesha ishara za kuwa sasa huu wimbo basi ninyi ndio mpo katikati, mnaendelea. Ana sababu za kufanya hivyo. Kwa hiyo hilo mlielewe. Hata wewe yule sasa sijui anaitwaje huyo mtiribu, sijui huyo mtiribu, kila unapotiribu lazima jicho lako limuone main celebrant, kiongozi wa ibada anasema nini, kwa sababu sio lazima aseme kwa sauti, na akisema kwa sauti wakati nyewe mnaendelea ni kelele, ni vurugu. Lakini inabidi muwe na mawasiliano ninyi mazuri. Akikuangalia atakupa ishara fulani ya kuwa sasa basi, na iwe basi, kwa sababu kuna labda ana sababu za kufanya hivyo. Lakini wakipeni uhuru wa kuendelea, endeleeni. Mwaka jana niliwaambia mzunguko wa misa takatifu wote kiliturujia, kwa nini tulifanya hivyo. Wimbo wa katikati uanze muda gani na uishe muda gani. Kawaambia wimbo wa mwanzo, wimbo wa katikati pia nikawaambia kwa nini uliwekwa, na baada ya hapo kanisa limesemaje juu ya wimbo wa katikati. Utakuta wimbo katikati una beti 6, sijui maimbilizi yale kama 6, alafu muda wenyewe hiyo misa inabidi iende kwa saa 1.5 iishe, nyewe mnaimba yote. Si kweli, kwa sababu kuna kitu kingine kinafuata mbele. Tuchukue yale machache, mengine unaimba yapo 6, chukueni 3, yako 4, hata 2 yanafaa. Yako 3 basi, kama 3 imbeni, au kama 2 imbeni, lakini visiwe vitikio ambavyo ni virefu sana, ambavyo vinawaumiza watu kurudi nyuma. Jitahidini
kuendana na utaratibu. Lakini katika hayo yote tembeeni na katiba. Na lingine ambalo nataka niwakumbushe, katiba yenu inasema nini na mnatakiwa kufanya nini kwenye hiyo katiba. Tujitahidi sana. Katiba ni muhimu. Katiba ndio dira inayotuongoza. Mkifuata katiba, migongano isiyo lazima sana inakwisha au inapungua kabisa. Lakini kama tutaimba kwa uzoefu, nasema sisi tulikuwa tunaimbaga hivi, mlikuwa naimbaga hivyo, ndio maana katiba ikatolewa ili usiimbe tena hivyo. Mbadilishe mtindo wenu wa uimbaji. Sasa ni kama vile wachache sana wanaisoma katiba na wachache wanaifuatilia hiyo katiba. Kwa hiyo tuombe sana katika eneo hilo, pia mjitahidi kutembea na katiba yenu ambayo inawahimiza na kuwasisitiza mambo ya msingi ya kuyaishi. Sifa yenu kubwa ambayo wengi mnafanya lakini wachache pia bado wanakwama ni swala la kuwahi katika maadhimisho. Wengi wanachelewa. Kwa nini mnachelewa? Tuna muda ambao tumeupanga, na ule muda uliopangwa ni muda wa Mungu. Unapochelewa wewe tayari uko nje pembeni. Kwa tujitahidi wanakwaya kuwahi, kwa sababu ninyi na muadhimishaji wa ibada, yani padri, mnapaswa kufika mapema na kuanza kwa pamoja. Sasa unapochelewa usiseme tu kama nimechelewa lakini wenzangu wamewahi. Tayari wewe umeturudisha nyuma, kwa sababu wewe ni sehemu ya msingi sana. Ndio maana utakuta sehemu zingine mapadri wanaosubiri kwanza wanakwaya wafike ndio waanze, ila wengine hawatasubiri hicho, wataendelea. Kwa ni waombe pia tujitahidi. Jambo lingine ambalo linaonekana kuwa ni tatizo kwetu, nasema haya sehemu ya homilia kwa sababu najua huko mbele naweza ngakosa tena nafasi ya kusema kutokana na ratiba za leo. Mimi sielewi, wanakwaya mnisaidie. Ninyi mmekingiwa kuabudu Ekaristi Takatifu. Katiba yenu inawazuia kuabudu Ekaristi Takatifu. Sasa kwa nini hamuabudu Ekaristi Takatifu? Na kinachouma kuliko vyote, hata wiki hii nimekisikia sehemu fulani, sitaki kusema ni wapi, watu wapo juzi Alhamisi wanaabudu Ekaristi Takatifu, wanakwaya wapo wanafanya mazoezi nje ya kanisa na wanawasumbua wanaoabudu Ekaristi Takatifu ndani. Hili mimi sijalielewa. Hili silipi kibali. Hili napiga marufuku. Au kama hamtaki kabisa kuabudu Ekaristi Takatifu, na ni sehemu yenu ya muhimu sana kuwaongoza pia wanaokuja kuabudu kwa nyimbo, msifanye mazoezi siku ya Alhamisi. Hii narudia kwa jimbo zima kwa ukali mkubwa kabisa. Sitaki, sipendi kusikia watu wanakuja wakati muda ule ule wa kuabudu Ekaristi Takatifu wao wanafanya mazoezi na wanawasumbua wengine wanaoabudu Ekaristi Takatifu. Njooni mapema, fanyeni mazoezi. Baada ya mazoezi ingieni mshirikiane na waamini wengine kuabudu Ekaristi Takatifu. Tena mnaweza mkachukua nafasi, pamoja na kuwa najua kuna zamu mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuabudu Ekaristi Takatifu, vyama vya kitume hivi, lakini mkafika pale mkawaambia tunaomba sisi tuimbe wimbo mmoja au nyimbo mbili katika abudio hili la leo, wale watawaruhusu na mtaimba pale.
ila kweli watu wanafanya tendo kubwa la kiibada hilo ndani, nyewe mpo nje. Nawaambia kwa sababu ya upendo mkubwa. Mnafikiri ninyi mnafanya vizuri, lakini mnaondoka na kitu kibaya sana katika imani. Yesu hawezi kuwepo pale, alafu nyewe mpo nje mnaimba na mnawasumbua waliopo ndani, alafu muondoke mkiwa salama. Na waomba sana kwa jimbo zima, tusifanye mambo ya kukopi na kupesti wengine wanayoyafanya. Sisi tufuate taratibu zetu, na taratibu zetu ni hizo. Sasa baada ya kusema hivi, nikisikia wakati wowote tena parokia yeyote jambo hili limerudia, sasa tutaingia katika ukurasa mpya. Nimewapa option kuwa kama ninyi mkiingia kuabudu mnapata mashetani, chagueni siku ya mazoezi nyingine, sio Alhamisi, ule muda wa kuabudu, ili msipate hayo mashetani. Lazima mkapata shida kubwa zaidi kuliko hayo ambayo mnayaogopa ninyi. Ninawaomba sana na tujitahidi kufanya hivyo. Lakini pia lingine ni uendeshaji wa vikundi vyetu au kwaya zetu kwa migongano hivi. Hata kama parokia ina kwaya 5 6, mpendane. Sasa tunashuhudia kwaya moja na kwaya nyingine, yani wapo kama kwenye mashindano hivi. Bora mashindano ya kiimani tungependa, lakini mashindano mengine mabaya, hata watu wasalimiani na nini, kwa sababu tu ya mambo ya kwaya. Maana Paulo aliuliza, hivi huyu Kristo amegawanyika? Huyu Kristo mnayemwimbia nyinyi amegawanyika huyu? Anayeimbwa na mtakatifu labda Willibrod, kwaya mtakatifu Willibrod, na kwaya ya mtakatifu labda Anuarite, wanamuimba Kristo tofauti. Sasa naomba kuwa pitieni taratibu, pia rekebisheni tofauti zenu ambazo zina wafanya mshindo kupiga hatua za kiroho, kwa sababu kunapokuwa na migongano kama hiyo hamwezi kwenda mbele kiroho. Jitahidini sana, itawasaidia. Lakini kufanya uimbaji kama sehemu ya kipato, tayari kuna kwaya ambazo zimeshaweka kabisa, mkituita sisi minimum lazima mtuchangie shilingi kadhaa. Kumbukeni hiyo ni huduma, na huduma itoweni. Mkipewa chochote cha kushukuru, mshukuruni Mungu, lakini msipopewa si cha kudai. Semeni kama Yesu alivyowaambia wale mitume kuwa ninyi ni watumishi msio na faida, mmefanya tu lile ambalo mlipaswa kulifanya, nendeni zenu, Mungu mwenyewe ndiye atakayewapa. Natambua wazi kuwa kwaya zina uendeshaji, kuna mambo mengi, kuna hizo sare na nini mnazozifanya, lakini basi tumieni vizuri kitu hicho. Isiwe kuwa kama hamkutupa kitu sisi hatuji. Jitahidini kuona kuwa tunaenda pamoja katika jambo hilo, ili lisije likawapa watu picha tofauti juu ya kwaya, kama ni sakosi fulani au vikoba ambavyo watu wanajiwekea humu ndani ya kanisa. Na katika hilo muhamasishane, muone kuwa kuna umuhimu wa kila watu kwenda pamoja, kutembea pamoja, mtembee pamoja, na pia kuona umuhimu wa kushauriana kila ambapo jambo moja mnaona linaenda tofauti katika kwaya zenu. Usigombane na mapadri wenu. Wakati fulani kuna mnagombana na mapadri huko, na wengine wanasema wanatishia kwa sasa sisi hatutaimba.
Yesu alisema bwana, wewe usipoimba mawe yatacheka huko. Hii kauli haikuwa nzuri. Kwa hiyo tofauti zipo, zinaweza zikawepo, lakini tuzitatue. Inawezekana kweli huyo padri au paroko amewaonea, lakini njia sio kuto kuimba, kwa sababu wewe humuimbii paroko, humuimbii padri, ila unamuimbia Mungu. Sasa amekukosea paroko, alafu adhabu unampa Mungu. Hili jambo linaenda hili. Na yeye akigeuka, akikugeukia sasa, na yeye unafanyaje hapo? Lazima tuwe wanyenyekevu, wema na wapole. Sisemi kuwa tutaishi kama malaika, kukoseana kupo, lakini tuwe ni watu wa kupeana huruma na misamaha na kufanya kazi ya uinjilishaji izidi kusonga mbele. Sawa wapendwa? Tukifanya haya yote tunaweza tukafanya vizuri zaidi, na miitikio yetu, kwaya zetu tunazoziimba zitaleta tija katika kanisa na watu wengi watavutiwa, na ni ukweli ni huduma muhimu. Kama nilivyosema kuwa tunategemeana katika mambo haya. Sisi tunawategemea sana ninyi, na ninyi pia tunategemea na sisi. Sasa lazima sisi na ninyi tuwe kitu kimoja, tusonge mbele kwa pamoja, tukiwa na tunapeperusha hiyo bendera yetu kuu ya uinjilishaji. Chukua nafasi kuwapongeza sana ambao wamedumu kwa muda mrefu katika utume wa uimbaji ambao tumesikia katika nia za misa. Mnatupatia mifano mizuri. Miaka 54 ya Mavunde, Flora miaka 50. Wapo wengine ambao hawakutajwa kwa majina, lakini nafikiri ni wengi. Miaka 25 ni kielelezo katika kanisa. Ninyi mnatupa matumaini mapya kwa sisi tuliopo na hata vizazi vinavyokuja, kuwa huduma hii ni ya msingi na inayopendeza sana. Kwa mifano yenu ya maisha na utume mliofanya katika kanisa, tunawashukuru. Endeleeni kutusaidia na kutuongoza ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Kwa miaka kwa mfano 54, ni wazi kabisa umeshapita katika dhama fulani, maana umeshavuka nusu karne ya uimbaji. Umeyaona mengi ya zamani, ya sasa, na kwa namna fulani unaweza ukatabiri yanayokuja yako vipi. Kwa hiyo ni hazina, tuwatumie hawa wenzetu, tuwaulize wamefanikiwa vipi kuendelea kubaki kuwa watumishi wa Mungu namna hii. Hongereni sana. Tuwapongeze. Basi mwishoni watakieni hii sherehe njema kabisa na ya amani. Tufurahi wote kwa pamoja tunapofanya siku hii muhimu kwetu sote, iwe ya baraka ambazo zitatusaidia kusafiri kwa muda wa mwaka mzima tena mpaka tutakapokutana tena kama wanajimbo. Tutumie fursa pia, tujitahidi. Najua wengi watu napenda kwenda kuinjilisha sehemu fulani mbali huko. Lakini mimi ningesema vikuwa kwanza tuinjilishe ndani ya jimbo letu. Kwaya za hapa center hapa, na sijasikia eti mmetoka mmeenda Mbuga huko Kinusi. Tujitahidi tukawatembelee na wenzetu kule kwaya moja, twende Mbuga, Kinusi. Alafu watu wa kule tunapokuwa na mambo kama haya watakuja wengi, watafika na wenyewe kujifunza. Twende tupeleke injili na sisi tujifunze, kwa sababu tukienda na sisi tunajifunza kitu fulani. Sasa mkitoka tu hapa mnaenda Dar es Salaam, mnaenda Arusha, sasa hivi tayari mambo yameshaanza, mnaenda mpaka Kenya, Nairobi huko. Watu wanafanya mambo ili waende kule. Mnaweza kusababisha watu wakawahisi kuwa mna mtazamo fulani zaidi kuliko ule mwingine. Kumbe lengo lenu kubwa ni kuinjilisha, lile lingine linafuata baadaye. Wakiwapa sawa,
Kwa hiyo ningeshauri pia tutumie